Mheshimiwa Salome Makamba, Mheshimiwa Naibu Waziri, mtoa hoja atafuata. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia kwenye hotuba hii ya Wizara ya Nishati. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa heshima na taadhima, kwanza kabisa naanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuweza kufika siku ya leo, ikiwa ni mara yangu ya kwanza kuchangia ikiwa kama Naibu Waziri wa Nishati. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kwa kweli, kwa kuwa ni mara ya kwanza kuchangia katika bunge hili, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini na kunipa dhamana hii ya kumsaidia Waziri wa Nishati kama naibu wake waziri. Dhamana hii ni kubwa na ni deni kubwa kwangu, na mimi nimuahidi nitatumia weledi, nguvu na maarifa yangu yote kuhakikisha tunasukuma mbele gurudumu hili la Wizara ya Nishati. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa namna ya kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Deonde Jembi. Amekuwa mentor wangu mzuri, amekuwa mwalimu wangu, amenipa fursa ya kufanya kazi na kupata uzoefu mkubwa ndani ya muda mdogo. Mheshimiwa Naibu Spika, waheshimiwa wabunge wenzangu, mtakuwa mashahidi. Nimekuwa nazunguka huko mikoani mpaka kuna wakati najiuliza, Mheshimiwa Waziri naenda sawa, anasema songa mbele tumsaidie Mheshimiwa Rais kuhakikisha Wizara ya Nishati inakwenda mbele. Nikushukuru sana kaka yangu kwa wema huu, na kwa sababu umenifundisha vizuri, na mimi nitakuja kuwa mwalimu mzuri kwa wenzangu wengine watakaonifuata. Na washukuru sana wanawake wa mkoa wa Shinyanga, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuniamini na kunirudisha bungeni kama mwakilishi wao. Mheshimiwa Naibu Spika, maneno huumba. Nilisimama hapa nikiwa kwenye kiti kile pale, nikasema nitarudi bungeni. Wanawake wale walisema ulichokisema kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutakurudisha, na leo nasimama tena hapa kwa heshima kubwa nikiwashukuru wanawake wa mkoa wa Shinyanga kwa kunirudisha hapa niendelee kuwatumikia katika upande huu wa Naibu Waziri wa Nishati. Mheshimiwa Naibu Spika, wabunge wengi wamechangia kwenye wizara hii, na mimi niwashukuru sana waheshimiwa wabunge kwa michango yenu ya dhati. Nataka niseme jambo moja. Mheshimiwa Naibu Spika, wabunge hawa wanamtendea haki Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Rais wetu ndiye kinara wa nishati safi ya kupikia. Rais wetu amepewa tuzo kwa sababu ya nishati safi ya kupikia. Waheshimiwa wabunge hasa wa Chama cha Mapinduzi, mmemtendea haki kwa kutaja mazuri aliyoyafanya katika sekta ya nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Spika, mama yetu huyu aliweka lengo ifikapo 2034 asilimia zaidi ya 80 ya Watanzania wao wametumia nishati safi ya kupikia. Na lengo hili aliliweka mwaka 2021. Na wakati huo tulikuwa na Watanzania 6% tu wanaotumia nishati safi ya kupikia. Leo tunazungumza hapa zaidi ya 28% ya Watanzania wameshaanza kutumia nishati safi ya kupikia. Na Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, hizi jitihada anazozifanya Mheshimiwa Rais, sisi wabunge wa Chama cha Mapinduzi wamesema vizuri, waheshimiwa wabunge, ni jukumu letu kuhakikisha tunazisema kwa ujasiri na tunasema kifua mbele, kwa sababu ni juhudi za dhati za kusogeza mbele gurudumu hili la kupunguza muda wa wanawake wanaotumia jikoni kwa ajili ya kupika na wanaume pia, la kuokoa afya za Watanzania, na kama haitoshi Mheshimiwa Naibu Spika, kulinda mazingira yetu ya Tanzania yetu. Mheshimiwa Rais mpaka sasa hivi amesha sambaza mtandao wa zaidi ya kilomita 56.4 za mabomba ya gesi nchini ili tuweze kutumia nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Rais ameshaweka billions of money kuhakikisha tumesambaza mitungi zaidi ya 300,000, majiko banifu zaidi ya 49 na majiko ya umeme zaidi ya 7,000 nchi nzima, na wanawake wanapika kwa tabasamu, wanapika wakifurahi, na wanaume wetu wanapika pia wakifurahi. Mheshimiwa Naibu Spika, hili si jambo la kubeza. Niseme waheshimiwa wabunge, mmemtendea haki Mheshimiwa Rais, muendelee kutembea kifua mbele. Mheshimiwa Naibu Spika, sote hapa tulisoma zamani katika shule zetu, wale tuliosoma shule za bweni, ukienda jikoni kumtizama mpishi, mazingira anayopikia, lile jiko lina masizi, lile jiko moshi, yani ni mazingira magumu ya kupika. Lakini leo tunavyozungumza, taasisi
zaidi ya 53 zimepelekewa majiko ya nishati safi ya kupikia, na wale watu wanatoa shuhuda. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nilienda kuzindua, Mheshimiwa Waziri wangu aliniagiza pale Kondoa kwenye jimbo la Mheshimiwa Mariam Ditopile. Nimekwenda kuzindua mradi ule wa majiko ya kisasa kwenye shule. Nimepewa mbuzi, nimepewa mafuta ya kupikia. Ilikuwa ni sherehe, Mheshimiwa Naibu Spika. Wale watu hawaamini. Ile shule imejengwa tangu uhuru. Nilipewa zawadi kwa sababu hawakutegemea kama ipo siku watatumia majiko safi. Mheshimiwa Naibu Spika, ni waahidi waheshimiwa wabunge wenzangu, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, katika bajeti hii mnayotupitishia, tumepanga kupeleka kwenye taasisi zaidi ya 400 ili tuwatoe watu katika majiko na upishi wa kizamani wa kutumia kuni na mkaa. Mwendo ni mdogo, lakini ushauri mliotupatia, tutumie sekta binafsi, tushirikishe waheshimiwa wabunge, tushirikishe vyama vyetu. Tumeupokea, tutaufanyia kazi, tutakimbia kwa kasi, na mpaka tukirudi hapa kwa bajeti nyingine tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Hilo mtuamini, waheshimiwa wabunge wenzangu. Mheshimiwa Naibu Spika, wabunge wengi wameongelea hapa habari ya upatikanaji wa umeme hasa katika maeneo ya visiwa, na hili ningeomba niliongelee kipekee kabisa. Mheshimiwa Naibu Spika, ukienda visiwani kupeleka umeme kule ni changamoto kubwa sana. Watu bado walikuwa wanaishi kwenye maisha ya kutumia vibatari. Tunavyokuwa tunajinadi kwamba tumefikisha kwenye vijiji vyote, ilikuwa ni changamoto kubwa sana kupeleka kwenye maeneo ya visiwa. Lakini Mheshimiwa Rais, baada ya kuona changamoto ni kubwa, angalau tuwatoe watu kwenye vibatari na mishumaa. Katika visiwa 143 vinavyokaliwa na watu, mpaka sasa hivi tunavyozungumza, Mheshimiwa Naibu Spika, visiwa zaidi ya 120 vimepelekewa umeme wa sola. Hili ni jambo la kuzungumza, sisi wabunge kifua mbele, na wanasema maneno mazuri yasiposemwa, maneno mabaya yatatawala. Haya ni maneno lazima tuyazungumze. Tumewatoa watu kwenye kutumia kibatari, tumeweka ruzuku waheshimiwa wabunge, kuanzia 45% mpaka 75%. Nyumba za visiwani, nilikwenda jimbo la Ilemela, kisiwa cha Bezi. Lile jimbo, Mheshimiwa Naibu Spika, watu hawakulala usiku kucha wananisubiri tukazindue mradi wa umeme jua, umeme wa sola, tuwatoe wale watu kwenye vibatari na mshumaa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Najua Mheshimiwa Waziri wangu ataeleza mengi. Nataka nimalize na hili moja la mwisho kubwa sana ambao waheshimiwa wabunge wengi wamezungumza, la matumizi ya gesi katika magari na vyombo vya moto, ili tuondokane na adha ya mafuta ambayo wote hapa waheshimiwa wabunge tumeona ilivyotuathiri. Mheshimiwa Naibu Spika, nakubaliana kabisa. Sisi tumebarikiwa rasilimali ya gesi kama nchi, na ni lazima tutumie rasilimali hiyo ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Niwaambie waheshimiwa wabunge, mwaka 2024 mwaka 2025 tulikuwa na vituo vinavyoweza kujaza gesi kwenye magari 9 tu. Baada ya mwaka mmoja wa fedha, sasa hivi tuna vituo 18. Tumedouble in 1 year. Na hivi tunavyozungumza, mipango ya wizara yetu, tunataka tuhakikishe katika mwaka huu wa fedha kwenye mikoa ambayo haijapitiwa na bomba la gesi, Mheshimiwa Spika, tunapeleka mobile mini LNG ambayo zitasaidia magari ambayo yatabeba gesi, ili unapoendesha gari kutoka Dar es Salaam uweze kufika Mwanza kwa gesi na kurudi, na wale wanaotoka kaskazini waweze kufika kusini na kurudi. Hizo ndizo jitihada za Mheshimiwa Rais kupitia kaka yangu Deo Ndejembi na sisi wasaidizi wake, kuhakikisha Watanzania wapate adha ya mafuta inapotokea. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, TPDC kwenye wizara yetu ndio imepewa dhamana ya kusimamia sekta hii ya gesi. Hivi tunavyozungumza, wameshaongea na makampuni zaidi ya 5 kwa ajili ya kubadilisha gesi kuwa kimiminika, ili tuweze kuisafirisha kwenda mikoani ambako sisi kule Shinyanga hatujafikiwa, Tarime kule hawajafikiwa, watu wa Kagera hawajafikiwa. Tunaleta hayo magari na tumeshaingia mikataba. Wabunge wenzangu, nyinyi kazi yenu ni kuushauri na kuisimamia serikali. Sisi kazi yetu ni kutekeleza mipango mizuri mnayoipanga ndani ya bunge hili. Sisi milango yetu iko wazi asubuhi na mchana. Mnapotuletea maoni yenu, mkituletea wadau, tuko tayari kuwa accommodate, tuhakikishe tunawatumikia Watanzania. Hilo ndilo langu kula serikali. Na niwaambie waheshimiwa wabunge, wengi wenu hapa mmekuwa mkinipigia simu, mpata changamoto ya hapa na pale. Mimi niko tayari
kwa sababu najua ushindi wa Chama cha Mapinduzi umesababishwa na kazi nzuri zilizofanyika, na mimi nitakuwa sehemu ya wale ambao tutaleta ushindi huo kwa kishindo 2030. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana na washukuru wabunge wote kwa hoja nzuri mlizozileta. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana.